Jana ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa msanii maarufu nchini Tanzania, lakini pia star kwa upande wa Afrika, Diamond Platnumz, lakini pia miliki wa record label ya Wasafi. Lakini hivi karibuni alitangaza kwamba katika siku yake ya kuzaliwa ambaye ni Oktoba 2, moja kati ya kitu ambacho anatamani kuweza kukifanya kwa mashabiki zake ni kuhakikisha kwamba anawapa burudani. Na tayari pia amelifanya hilo mara baada ya kutoa kazi yake ambayo inaitwa Msumari, na video yake pia tayari imetoka. Jana ilikuwa ni siku yake kama ambavyo nimesema, na iliambatana na matukio mbalimbali pia ambapo alitoa kiasi cha pesa ambacho ni milioni 37 kwa ajili ya mtayarishaji wa muziki ambaye ni Bacteria, ambaye yeye pia ana changamoto ya kupooza kutokana na kuvamiwa na vibaka. Sasa tukio lingine pia kubwa lilikuwa ni lile ambalo linahusisha 40 ya mtoto wa Juma Jux pamoja na Priscilla, ambaye yeye alizaliwa ilikuwa ni Agosti 24 ya mwaka huu hapa 2025. Ilikuwa ni Canada, hivyo tayari ameshafikisha siku 40. Kwa hiyo jana ilikuwa ni siku maalum kabisa kuhakikisha kwamba mtoto huyo anatolewa. Na katika shughuli hiyo ilihudhuriwa na mastaa mbalimbali pia, akiwemo na Real, Aika, Diamond Platnumz, Zuchu, Baba Levo ambaye ni mbunge mtarajiwa wa Kigoma mjini. Miongoni mwa tukio kubwa ambalo lilichukua nafasi kubwa ni lile ambalo liko likihusisha ile performance ambayo ilifanywa na Zuchu pamoja na Diamond Platnumz, ambao wote walikuwa kwa pamoja wakitoa burudani pia katika siku hiyo ya maalum kabisa kwa upande wa Juma Jux na Priscilla katika siku ya 40 ya mtoto wao ambaye anaitwa Rakim. Wakati Zuchu akiwa anafanya performance pia baadaye walifanikiwa pia kuweza kumtunza mtoto huyo ikiwa ni siku yake ambayo ni maalum kabisa. Lakini tukio hilo pia lilikutana na siku ya kuzaliwa ya msanii Diamond Platnumz. Hivyo matukio ni kama yalikuwa yameungana. Sasa watu wamekuwa wakizungumza vitu vingi sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Kuna baadhi ya watu ambao walivutiwa sana na ile style ya Zuchu wakati akiwa anafanya performance kwenye tukio hilo, kutokana na ukaribu wake pia ambao alikuwa na Diamond Platnumz. Lakini pia Baba Levo alikuwa ni moja kati ya mtu pia ambaye alikuwa karibu akiwaangalia Diamond Platnumz na Zuchu wakati wakiwa wanafanya performance, pamoja na lile zoezi zima la kutunza pesa kwenye hiyo shughuli ya mtoto wa Jux ambaye anaitwa Rakim. Sasa baadaye kwenye muda wa kuzungumza, Priscilla ambaye ni mke wa Juma Jux, moja kati ya kitu pia ambacho alikizungumza pale, akawa anawatakia Diamond Platnumz pamoja na Zuchu watoto mapacha, kitu ambacho kilileta gumzo kwa watu wengi zaidi na kuibua shangwe, watu wengi zaidi wakishangilia kutokana na kile ambacho Priscilla akikizungumza. Na hiyo imekuja mara baada ya muendelezo tu wa kile ambacho Zuchu amekuwa akikizungumza na kuweka wazi kwamba Diamond Platnumz ni mume wake. Na hilo pia lilithibitisha jana kwenye siku ya kuzaliwa ya Diamond Platnumz, ambapo kwenye post yake ambayo alitoa ya kumtakia Diamond Platnumz siku yake ya kuzaliwa aliandika kwamba leo kazaliwa kiboko yangu, bosi wangu, hero wangu, mentor wangu, msimamizi wangu, danga langu, last say wangu, mchuchu wangu, boyfriend, mume wangu. As I promised the heart, you head up and I get on you last never forever. I also want to wish you a happy birthday, my shmgam. Hii ni Fildunia wal akhela. Kwa hiyo wewe jiandae kisaikolojia na kupenda mume wangu, enjoy your day, huku ukikumbuka kuwa you are the God, akimaanisha greatest of all time. And oh, I remembered, please return my gifts, you already have me, so you really don't need anyone. Akamtagi pale Diamond Platnumz, ambapo kwenye posti hiyo ambayo Zuchu alikuwa ameambatanisha na video mbalimbali pia, Diamond Platnumz akaja sehemu ya comment na akaandika, usingizi wangu, this man here loves you so much, kitu ambacho kilileta reprise nyingi sana kutoka kwa watu mbalimbali na mashabiki wao. Wengine wakisema we zombie, wengine chibu,
wengine wakisema haujui. Na hiyo yote ni kuchagiza tu kile ambacho Diamond Platnumz alikuwa amekuja kukijibu kutokana na kile ambacho Zuchu alikuwa amekiandika hapo. So siku ya jana imekuwa ni moja kati ya siku ambayo imebebwa na matukio mawili. Tukio la kwanza ni tukio la Diamond Platnumz kuzaliwa kwake na wishes ambazo alizipata, lakini tukio la pili siku hiyo pia ikaja kuisha mara baada ya kuhudhuria kwenye tukio la 40 ya mtoto wa Jux ambaye ni Rakim, na mambo yote pia au matukio yote pia ambayo yalitokea katika eneo husika. Mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike ili pia uweze kuwa mtu wa kwanza kupata story na kuwafahamisha watu wako wa karibu kabisa. Peace.